Majina naitwa Joel Emeland Makumbuli, diwani wa kata ya Matalawe. Leo tulikuwa na kikao cha kikanuni, kikao cha DC cha kukutana na wadau wa maendeleo kata ya Matalawe. Na lengo kubwa lilikuwa ni kujadili juu ya maendeleo ya kata yetu ya Matalawe. Kwa hiyo tumejadili, tumepeana mikakati, kila mtu apambane kwa nafasi yake katika kuiletea maendeleo kata yetu husika. Pia tunamshauri afisa maendeleo wa kata afuatilie mikopo kwa ajili ya vijana, afuatilie mikopo kwa ajili ya walemavu, afuatilie mikopo kwa ajili ya kina mama, ili kuleta chachu ya maendeleo katika kata yetu pendwa na kuondoa umaskini, kama mikopo ilivyotangazwa na mama kwamba kila mwenye nguvu na afanye kazi ya ujasiriamali katika kujitafutia kipato na kupambana na hali ya umaskini katika kata yetu Matalawe. Wito mkubwa kwa maafisa baada ya mkutano huu kwamba kila mtu ashikamane kwenye nafasi yake. Kama mwalimu afundishe kabisa ili tuweze kupata matokeo yaliyo bora katika kata yetu. Kama kwa watu wa afya wafanye kazi kwa upendo na nidhamu mkubwa katika kuwatibu na kuwajalia watu wa kata yetu wawe na afya njema. Lakini pia afisa maendeleo tunahimiza afuatilie na kwa hali na mali mikopo na kuibua vyanzo vya mapato katika kata yetu ili watu wawe na maendeleo katika kata yetu. Siku ya leo tumemaliza kufanya kikao cha kamati ya maendeleo ya kata. Na kuna baadhi ya maagizo yametoka kwa diwani, lakini ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvitekeleze siku zote. Lengo kubwa ni kuwawezesha wana Matalawe waweze kunufaika na mikopo ya 10% ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na mpaka sasa tunaendelea kutoa elimu kuwawezesha hawa watu elimu hii itawezesha hawa watu waweze kutengeneza vikundi ambavyo vitakuwa vimekidhi vigezo vyote vinavyotakiwa. Na vikundi hivi vipo vya aina mbili. Kuna vikundi ambavyo vinakuwa na mradi mmoja na kuna vikundi vingine vinakuwa na miradi tofauti. Utakuta kwenye kundi kuna watu 5, kila mtu anatakiwa na mradi wake, au kwenye watu 5 mradi unakuwa ni mmoja. Wote tunawapokea na tunategemea tupate vikundi vingi zaidi kwa sababu elimu tumetoa na baadhi ya vikundi tayari vimeshafanya maombi na tunaendelea na utekelezaji. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.